wa ndugu, jamaa na marafiki mara baada ya kupata taarifa ya kifo cha ndugu yao Salome John. Kifo cha mama huyu kimetokea mara baada ya kudaiwa kung'atwa na mbwa na kupata ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Huyo mbwa alivyokutana naye alitaka kumng'ata mtoto mgongoni. Alivyotaka kumng'ata mtoto mgongoni, basi akampushi kwa mkono. Alivyompushi kwa mkono, alimng'ata. Nikasikia kwamba huyu mkulima wangu hakumtibisha sana. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kilimahewa akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wameeleza kuwa changamoto kubwa inayowakabili ni ukosefu wa elimu kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Wananchi hawajui, walio wengi wanapokuwa wamekutwa na changamoto kama hii, labda ameng'atwa na mbwa, kwamba anatakiwa afanye nini na kwa wakati gani. Kimsingi hii sio mara ya kwanza, iliwahi kujitokeza tena, lakini tunashukuru Mungu tulijaribu kuwahi. Ongeze sana elimu, kutoa elimu kwa habari ya tatizo hili, kwa sababu tunaona watu wengi wanang'atwa na mbwa, lakini kwa kukosa elimu wanaamua kutumia njia mbadala. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa mtu yeyote atakayeng'atwa na mbwa anapaswa kuwahi hospitalini mara moja kwa ajili ya matibabu na chanjo. Alipata chanjo, lakini kwa bahati mbaya hakukamilisha chanjo. Baada ya kipindi hicho chote, mama alikuwa amepona kidonda chake alipong'atwa na mbwa, lakini wiki kama moja akaanza kusikia kama homa, mara kichwa kuuma. Akachukua kama siku 2-3 yuko nyumbani, baadaye akaja hospitali hapa. Baada ya kumuona, akajikuta kwamba ana dalili zote za kichaa cha mbwa. Katika makaburi ya Shanwe hapa nilipo, ndiyo mwili wa mama huyu umepumzishwa hapa, mbali na kumwacha mume, lakini pia mama huyu ameacha watoto wawili, mmoja akiwa na miezi 4. Mwanaidi Waziri FM.